Tukio hilo limetokea Novemba 12 mwaka huu, majira ya saa 10 jioni, ambapo akizungumzia athari hiyo iliyosababishwa na mvua iliyoambatana na upepo mkali kunyesha takribani dakika 60, mtendaji wa kijiji cha Mbwade Bwana Pasco Asumani amesema mnamo siku ya Alhamisi tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2025 kulitokea na mvua kubwa iliyoambatana na upepo. Mvua hiyo ilisababisha athari takribani kaya 58 ziliweza kupata madhara kutokana na mvua hiyo. Mara baada ya athari kutokea, tulitembelea katika kaya hizo na kweli tukabaini kweli kuna athari ambazo zimejitokeza na kuweza kuwapa pole wahusika wote walioathiriwa kwa namna moja ama nyingine. Lakini kaya hizo kuna baadhi ambazo mapaa ya nyumba yalikuwa yamejeruhiwa, lakini pia kuna baadhi ya kaya ambazo kuta za nyumba zilikuwa zimeanguka kutokana na mvua kali pamoja na upepo. Lakini pia hatua ya tatu ambayo tulichukua ni kwa ajili ya kutoa taarifa kwenye mamlaka husika ambazo zinahusika na masuala ya maafa au majanga. Awali waathirika wa mvua hizo, ikiwemo upepo mkali, wameeleza namna janga hilo lilivyowakuta, huku wakiomba serikali kuona namna ya kuwasaidia kuweza kurudi katika maisha yao ya awali. Ulikuja upepo mkali sana, alafu zikanyesha na mvua na maradi, ikaja ikazua bati, likaja likafunika. Mimi mwenyewe nilitoka nimekimbilia kwenye mti. Nimesimama kwenye mti naona bati linang'oka, likaja likaangukia kwenye mpapai. Nilipokuja kuangukia kwenye mpapai, bati zimebondeka, kitanda kimevunjika, mitofali ikang'oka ikaingia ndani kwenye kitanda, manake mbao zote zikavunjika. Kwa hiyo mpaka hapa sasa hivi sina makazi pa kukaa. Shida niko juani, mvua yangu jua langu. Naomba msaada kwa serikali nisaidie kwa hili lililonikuta. Sina makazi, vyombo vyangu vingine vimevunjika. Kwa hiyo shida. Upande wa kulia ukabomoka, afu kaja upande huu wa kushoto kwenye baraza ukabomoka. Chakula kilichoharibika, mahindi yaliharibika kama gunia moja na mbaazi kama mboni 5 ambazo zilizokuepo kwenye sebule. Kwa hiyo na sebule pale imeharibika yote na choo kimeharibika. Kama hivi tunavyosema kwamba kweli tuliweka hela za kulimia, lakini sasa baada ya tukio kama hili inabidi tuchukue zile hela tufanyeje? Turekebishie hii nyumba. Kwa hiyo naiomba serikali kama kutakuwa na msaada wa aina yoyote, wanisaidie mjane mimi ili nipate kushika mkono nilimie. Vyakula ndani vimeroa na vitanda, nguo, kila kitu. Kwa hiyo hapa nimepata wafadhili wa kunistiri kwa mara moja ili nijipange. Naomba itusaidie vyakula walibikiwa huku. Maana hali ngumu, unajipanga kusema kilimo kimefikia, utake kulima ndio umesharudishwa nyuma. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Sifuni Mshana wa ITV.